na kamati ile ikaanza kazi mara moja kwa kuwajulisha kwanza GSM kwamba wameshinda, lakini na vikao vikaanza sasa. Vikao ambavyo ndani yake vilikuwa vimebeba picha kubwa ya mradi kwa maana ya designing yake itakavyokuwa. Tutakuwa na uwanja namna gani, eneo ndo kama hili, uwanja utakuwa upo namna gani, tutakuwa na vitu gani mingine kwenye eneo hili la mradi wa uwanja. Vyote vikajadiliwa hivyo, na mwisho wa siku leo tumekutana sasa kwenye kikao ambacho ni kikao cha mwisho. Kikao cha mwisho kati ya uongozi wa Yanga na mshindi wa tenda ya kujenga uwanja kwa maana ya GSM Tanzania. Kikao cha mwisho kwa sababu ndio kikao cha makubaliano. Kikao cha makubaliano namna gani sasa pande hizi mbili zinashirikiana kuanzia kwenye umiliki wa huo uwanja, cost zitakuwaje, uwanja unaanza lini kujengwa. Kwa kila kitu kimekamilishwa leo. Kwa habari tu zaidi ni kwamba uongozi uko bize kama unavyoona hapa, tunajiandaa, tunataka tuelekee Singida, tuna mechi kesho. Kwa taarifa ilikuwa tuitoe leo kama kawaida yetu, hii kwa sababu ya uwepo wa mchezo wa kesho tumesitisha kufanya leo press conference. Tunasafiri muda mchache ujao kuelekea Singida, alafu siku ya Ijumaa panapojaliwa Mwenyezi Mungu tutakwenda kufanya hafla nyingine kubwa ya kihistoria sasa, ambayo waandishi wa habari wa Tanzania, mashabiki na wapenzi wa klabu Young Africans watakwenda kushuhudia zoezi kwanza la kusaini mkataba huo, mashirikiano kati ya klabu hizi mbili, na kwa mara ya kwanza mtakwenda kuona pia picha ya mradi, na kwa mara ya kwanza pia mtakwenda kutambulishiwa mradi unakwenda kuanza lini kujengwa. Hivi leo kwenye kikao mpaka nawaambia ni kikao cha kihistoria, mpaka kampuni ambayo itajenga, yani hao wataalamu watakaojenga tulikuwa nao pia ndani wakituelezea huo mradi kwa ujumla utakavyokuwa. Kiukweli kwa kuzunguka kwangu Afrika, sababu nimetembea kidogo alhamdulillah, ukiondoa ule uwanja wa taifa wa Morocco, sijaona uwanja mwingine mzuri zaidi ya huu ambao utajengwa hapa wa Yanga. Ukiondoa ule uwanja wa Morocco wa taifa ambao mliuona mpigwa finali pale, sijaona uwanja mwingine mzuri kama huu. Kwa uzuri ni ule uwanja wa Morocco. Best stadium. Itakuwa ni jambo la kihistoria. Mimi niwaombe tu wana Yanga sasa hivi, tuombe kwa Mwenyezi Mungu atujalie uhai na afya ziwe njema, hii tukio la kihistoria tulishuhudie, yani tuone kwa macho yetu uwanja wetu na tuingie pale. Rais mwishoni alidokeza pale hata mechi ya ufunguzi ikiwezekana hata Arsenal aje hapa tuwashone kwenye mechi ya ufunguzi, tufute mechi moja kubwa ya kihistoria tuwalete hapa, yani hapa, na mtaona picha hapa na nyie mtabakia kwenye kumbukumbu inshallah. Mara ya mwisho zoezi la kusaini uwanja ulivyokuwa eneo, na baada ya kipindi kifupi mtakuja kuona uwanja wa Yanga utapokuja kuwekwa. Kwa itakuwa ndo klabu namba 1 Afrika kwa kuwa na uwanja mzuri kabisa, bila shaka yoyote ndugu yangu, bila shaka yoyote, sababu mimi nimeona si vitu viko humu kwenye document, nimeona viko humu kwenye document, karatasi yote yake ulikuwa na mnapima tena kifua changu kama mambo yanakaa yakai, mnanijua, lakini hili hapana, hili ni jambo kubwa ambalo tumeliwekea userious mkubwa, na viongozi kuniamini kushiriki kwenye hili jambo. Kwanza nasema alhamdulillah, sina sumu ya kuchangia, sina mawazo ya kuchangia, lakini nimekuwa sehemu ya historia. Wamepita wasemaji wengi hapa, wamepita viongozi wengi, mimi na umri wangu huu kuwa sehemu ya vikao vya kwenda kujenga uwanja wa kihistoria. Nasema alhamdulillah, na ndio maana naendelea kusisitiza na wana Yanga, ikiwezekana leo kwenye sunna za swala zetu zile tumuombee pia na GSM, Mungu aendelee kumjalia afya ili jambo liweze kukamilika inshallah. Watu wengi pengine wanadhani kama hadithi hii swala. Pengine nimekusikia ukizungumza kwamba umesema ni mara ya mwisho sasa kikao hiki. Yes. Watu nazungumza hivyo kwa sababu watu wanaona mbaki mwezi mko sahihi. Hata watu waliokuwa wanabeza kwamba Yanga haiwezi kujenga uwanja, ni maneno tu ya kisiasa hayo, wako sahihi kwa sababu ya experience ya huko nyuma.
Mshashuhudia vitu vingi, mshashuhudia michoro mingi, mshashuhudia Wachina wengi, si ndio bwana? Lakini uwanja hamjawahi kushuhudia. Kwa hiyo mtu anayesema Yanga wajengi waongo ni siasa, yuko sahihi kwa sababu ya experience ambayo yuko nayo. Hapa anawaeleza picha ya uhalisia ya nini ambacho kimejadiliwa na nini ambacho kimekubaliwa. Mpaka napata nguvu ya kuambia hiki leo ndio kikao cha mwisho. Maana yake upande wa Yanga umemaliza, upande wa GSM umemaliza. Tumeshakubaliana. Kilichobakia mbele ni kusaini mkataba sasa, tuende tukaanze utekelezaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji tu afya njema. Mtakuwa mnakuja hapa. Sijui kama sisi tutakuwa tunawaruhusu. Maana yake na nyie naye. Tutakuwa mnaona hapa mradi unavyokuwa unaanza na bosi, kama narudia kauli yake aliyoisema kwenye kikao. Nataka uwanja huu ujenzi wake ukimbie zaidi ya Kipchoge. Yaani uende kwa speed ya marathon ya juu kabisa, kwamba mwana Yanga akilala leo lini? Jumatano akiamka akute kuna progress kubwa imeendelea. Ndicho bosi anachokitaka. Yaani uwanja ujenzi wake ukimbie kwa spidi ambayo mtu akilala Jumatatu alichokiona Jumanne akipita Jangwani akute kitu kimeendelea zaidi. Maana yake bosi ana dhamira ya dhati ya uwanja huu kamilike mapema. Sasa kama mwenye hela anataka uwanja ukimbie, sisi Yanga tutakwamisha vipi yani? Sababu kichwa anatusumbua hapa ni hela. Mwenye hela akasema anataka uwanja huu ukimbie, maana yake hela anakuja nayo cash pale, twendeni jambo likamilike. Sisi ni kuomba tu ardhi yetu hii hapa. Tuishukuru serikali ya Dr. Samia, ametukabidhi ardhi, imetuongezea lote eneo letu hili. Ni sisi sasa kumkabidhi bosi, weka maneno hapa. Pengine kwa makadirio wamesema natamani ujenzi uende kwa muda gani? Ndio maana tusiwe na haraka. Siku na Ijumaa. Ijumaa ndio siku ya hafla. Leo ni mwa brief tu kidogo, lakini Ijumaa patakuwa pana hiyo hafla kubwa ambayo hizo details zote mtakwenda kuzipata. La mwisho kwa sababu baada hapa tukupati tena. Mechi yenu imepelekwa Singida sio Dodoma. Ni una nini cha kuzungumza? Unajua mimi kuzungumzia mradi wa uwanja, mradi wa mabilioni ya fedha, alafu unakuja kunichanganyia tena mambo sio ya uwanja wa Singida Dodoma. Yaani hapo hiyo uwanja kwenye uwanja wa watu. Uwanja wa Singida umenijia machoni hivi. Ule uwanja wa Masanza umenijia machoni hivi. Airtel Stadium. Airtel Stadium ya Masanza ile. Yanga itajenga kama 2 pale kwa ajili ya watoto kucheza tu. Kama ule ambao tunajenga annex anavimba nao. Tutajenga ta soka school watu kucheza watoto tu. Ndio maana umeniambia tu Airtel Stadium Masanza. Sikia vibaya. Kumbuka li uwanja la Yanga afu ndio viwanja vya watoto kuchezea. Tukacheze mara ya mwisho utafanyaje? Ndio mara ya mwisho wakatuone kina Masanza, lakini baada ya hapo kutuona Yanga itakuwa shida. Ukija hapo unapotea kama mtu umeenda nje umerudi baada ya mfupi unapotea. Kwa hiyo kama nimekwambia tunaondoka viongozi jioni hii tunaelekea Singida. Timu tayari imeshafika Singida leo hii ninapozungumza na nyie, tulikuwa tunawasiliana na meneja hapa. Kila kitu kinakwenda sawa. Dodoma nafikiri mnawajua ni timu sumbufu kidogo, lakini dhamira yetu sasa hivi si Yanga ni kubeba ubingwa. Kwa hiyo huwezi kuwa unazungumza miradi ya uwanja mkubwa kama hii alafu dhamira ya ubingwa huna. Ndio tofauti inapokuja hapa. Dhamira ya klabu kubwa zinakwenda sambamba. Maendeleo nje ya uwanja na maendeleo ndani ya uwanja yanatakiwa yakimbizane. Si ndio? Kwa hiyo dhamira yetu ni kuchukua ubingwa tena msimu huu. Na sasa hivi kila mwana Yanga ameshaona, hahitaji mimi kusema tuna vita kubwa kiasi gani kwenye kutetea ubingwa msimu. Kila mwana Yanga ameshaona. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa. Mambo yanaonekana. Ni jukumu letu sisi kuungana kwa pamoja kwenda kuipambania timu yetu. Kwa hiyo wana Yanga ambao wako Dodoma, wako Singida, tafadhali twendeni kesho uwanja wa Airtel tukaisupport timu yetu tupate matokeo mazuri inshallah. Fine imeshakabidhi. Fine tumeshakabidhi. Mtendaji mkuu Andre Mtine amenitumia mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Haya. TPLB 30 million mzigo uwapo. Fikiri mnaona umeshakwenda huo. Si ndio Mambo kwa ushahidi. TPLB 1 million kwa ajili ya Walter. Mzigo wapo. Alafu Yanga bwana. Yanga Afrika. Jana tumetangaza milioni 31 na laki ngapi sijui ile. Leo kuna milioni 34,210,380. Yaani ni wataarifu tu
wazazi ambao wana mabinti wazuri. Nikija kuleta posa kwenu, mashemeji zenu ndo hawa. Mamilioni. Mamilionea wamechango milioni 10, milioni 5. Hao ndio watu ambao familia yako itaungana nao. Yaani unakwenda kuungana na timu tajiri, timu ambayo mashabiki wake hawana shida ndogo. Kwa hiyo zoezi tumeshalipa na niweke hii clear. Maana nimeona kuna mijadala mingi ikiendelea kuhusu michango ya Yanga. Kwanza, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji imepitia ya matukio, imetoa taarifa ya kupigwa faini Yanga kwa maeneo ambayo tumekosea. Yanga tungekuwa wakaidi kwanza, tungekaidi hiyo adhabu tuliopewa. Lakini tunaheshimu mamlaka zinazoongoza mpira. Tumepitia, wametueleza makosa yetu, tumeyakubali. Baada ya hapo, mashabiki na wanachama wakauambia uongozi kwamba hiyo faini tuachieni sisi. Na ndani ya saa 10 wakawa wameshakamilisha malipo yote ya hizo faini. Sasa mtu mmoja akaibua hoja, anasema kwa nini klabu haijalipa wamelipa wanachama? Nini msiwajibike nyinyi viongozi? Mtu ameuliza asubuhi kwamba kwa nini klabu imelipa haijalipa wanachama. Kichwa yake sio nzuri nimemuuliza wajibikaji wenu nyinyi. Nimemuuliza kwanza, ukisikia klabu ya Yanga wewe unajua nani huyo? Klabu ya Yanga ni Ally Kamwe? Klabu ya Yanga ni engineer? Klabu ya Yanga ni wanachama. Kwa hiyo ukisema kwa nini klabu isilipe, hawa waliolipa ni nani sasa? Wajomba zako? Hao ndio wenye Yanga yao ndio wamelipa, si ndio? Unaposema kwamba kwa nini viongozi hawajawajibika kulipa, viongozi walichokifanya mpaka kosa limepatikana, walikuwa hawafanyi kwa ajili ya familia zao, walikuwa wanafanya kwa ajili ya timu, na wanachama wenye timu yao wameona yes, tumepambana na tumekosea hapa, tunalipa sisi wenye timu yetu. Sasa swali la kuja dogo tu jepesi, dogo tu, wewe hela sio yako. Yanga wamechangishana hela yao wenyewe, wamelipa deni lao wenyewe. Kama sio uchawi, kinachokusumbua wewe ni kitu gani? Yaani wewe unavokaa tu kiroho inakusokota. Ndio maana asubuhi nimwambia mtu mmoja, tafadhali na sisi wote tujikite kwenye kutafuta hela jamani. Unajua mtu ukiwa una hela ndio masononeko moyoni yanaanza kama hivi. Tuweke juhudi kwenye kutafuta hela. Mwanachama wa Yanga jana kanipigia simu, yupo nje ya nchi yule. Maana nimeona pia message nyingi sana. Baadhi ya wadada wakiniomba namba ya yule jamaa aliyotoa milioni 10. Sielewi wana shida naye gani. Wananiambia nataka tumpongeze mwanachama mwenzetu. Kakako, na huyu naye yupo kwenye line. Kwa nataka wapitie kwako. Yaani navuka wale wapite. Ameniambia yule jamaa jana, wallahi tena amenipigia simu. Vipi kama nikamwambia poa, namba ni ya nje. Michango imefika shilingi ngapi? Nikamwambia kuna kama milioni 10 hivi na 700,000 hivi. Akaniambia natia 10 hapo sasa hivi hapa. Nikajua hawa sio ndio janja huyu. Nimekata simu dakika 2 kanitumia muamala. Alafu akaniambia ficha hapo jina langu hapo. Nimefanya kwa ajili ya Yanga. Imagine mtu katoa milioni 10. Katoa milioni 10 na hataki kuonekana. Watu wanavyo Yanga yani 10 milioni na hataki kuonekana. Alafu kuna Fumau katoa 300,000 kila muda anisumbua. Ni posti 10 milioni nimekatia. Katia 10 milioni alafu kaambia nifiche jina langu. Sasa ndugu zanguni, hayo ndiyo mahaba ya wanayanga kwa timu yao. Ndio maana nikamwambia mtu, wewe mmoja unaona Yanga wanakosea, alafu kuna watu milioni 30 wanaona Yanga yao imepatia na wamechanga kiasi cha mtu kutoa milioni 10. Milioni 10 wewe ukipewa saizi Jadu, wewe ukipewa milioni 10 saizi, hii biashara ya Ava kuamka asubuhi unatuma ukaripoti, unaacha unaenda kununua kamera yako milioni 4.5, unanunua maiki zao kwa Zuberi, unafungua Jadu TV na wewe unaanza kuajiri watu. Ndio ukubwa wa 10 milioni ambao mwana Yanga ameitoa tu kwa ajili ya kuchangia timu yake. Kwa hiyo sisi viongozi tunaendelea kusimamia pale pale kwenye kujivunia aina ya wanachama na mashabiki ambao tuko nao. Kama mtu anaumia na mchango wa Yanga, achangishe na yeye. Kama mtu mchango wa Yanga unamuumiza, changisha na wewe. Ita ukoo wako, changisha 100,000 uone ilivyokuwa ngumu. Yaani shirikisha ukoo wako. Kama ni Shentembo itaneni wote. Mna shida ya laki naombeni uone kama utapata. Kati za kulinda pointi 3 hizo. Lakini Yanga wanajua, unajua ili jambo lilotokea, wana Yanga wanajua, si wanaona.
Yaani wana Yanga wanajua okay tumekosea, lakini tumekosea katika harakati zipi? Sababu kuna jambo lilitokea Arusha kule mkasema la Arusha mimi silijui. Nimeona mitandaoni kama nyinyi mlivyoona, nimeona wachezaji wako hospitali kama nyinyi mlivyoona, nimeona ripoti ya daktari wa Azam. Binafsi sikuielewa, sijui nyinyi wenzangu mlielewa, ndio wanaongea vitu vya kitaalamu vingi, lakini issue ya msingi hajasema. Umeelewa? Mara sijui watoto wana nini na nini, maana kaona kawaida. Sema 442 ulipigwa ukupigwa ndio watu wanataka hicho. Daktari kazunguka ingia hapa katoka huko kaenda huku, mara sijui akalala, wengine wakaamka, mara sijui kaje na nini. Angekuwa daktari wa Yanga pale angenyoosha kama rula. Daktari Azam kaenda hapa kaibuka huku, mara sijui akalala, kichwa kikamuuma, mara tumbo likaba, mara tukaona mmoja tukaona kawaida, mara tena wanne wakaongezeka, mara 90%. Daktari, sema shida nini? Maelezo bale, sema saidia mpira, mmepigwa nini? Wewe si daktari? Maana mpaka unasema mchezaji ilibidi kupimwa figo. Sema shida ilikuwa nini? Unaposema tumepima, si vipimo vya kawaida havionyeshi. Sasa kama vipimo havionyeshi kaumwa nini? Kalogwa? Wanajali afya ya wachezaji. Mimi ndio moment kama hizi. Nataka niwaambie ukweli. Moment kama hizi ndio zinatofautisha viongozi wa Yanga na viongozi wa timu nyingine. Sisi Yanga inapokuja maslahi ya timu yetu kama rula hivi tunakunyooshea. Hashimu Ibwe na Zaka wako tu pale. Wachezaji karibia 9 wanasemekana wanaumwa, wanaharisha tu na kutapika. Sijui kambini kulikuwaje siku hiyo. Lakini wasemaji wamekaa kimya tu. Hakuna strong information inayotoka. Wewe Yanga hapa umwe Pacome mmoja tu. Twende kwenye mechi Pacome arudi hapa anaharisha. We. Twende kwenye mechi hapa Okelo arudi eti tumbo alielewelewi. Mmoja, Sembuse 9, mmoja aguswe Okelo.